kuangaziwa kwa muktadha ya historia. Huyu Raila ndio mbabaishaji mkuu katika taifa hili ukiangalia historia yake. Wakati wote ambapo kuna kusuasua kwa taifa letu, utampata Raila yuko pale. Na utaniruhusu nikupe muktadha wa kihistoria ili tuelewe. Alipohudumu Rais Moi, ni nani ambaye aliwanoa wafuasi wake kuja barabarani na kuvuruga taifa letu? Raila. Akafanya ubia, akateuliwa waziri. Wakawi. Kila anapoleta vurugu anateuliwa katika nyadhifa fulani, akateuliwa waziri. Baada ya hapo akaja Rais Kibaki, wakafanya ubia. Akashindwa uchaguzi. Aliposhindwa uchaguzi akaleta vurugu. Baada ya hapo akawa na uwiano, akateuliwa waziri mkuu, akahudumu. Baada ya hapo akashiriki uchaguzi, akashindwa tena na Rais Uhuru. Kwanza kwa Kibaki alijiapisha. Baada ya hapo kwa Uhuru akasema ya kwamba hamtambui Uhuru. Akaleta vurugu. Kile ambacho kilifanyika ni ya kwamba akaingizwa ndani ya serikali. Baada ya Uhuru kungatuka kwa mujibu wa sheria, basi pia akasema simtambui Ruto. Akatangaza ya kwamba atawanoa wafuasi wake waende katika ikulu na katika taasisi mbalimbali za serikali. Akaletwa mshauri yule akaja akaambiwa ya kwamba sasa wewe tutakuhamisha kwenda kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Akatembea katika mataifa mengi, akashindwa. Aliposhindwa akarejea hapa. Sasa anasema ya kwamba kuna utengamano katika taifa hili. Lazima tumwangazie huyu mtu. Ni mtu ambaye anaipenda taifa au ni mtu mbinafsi? Na kwa mtazamo wangu hakuna mtu mbinafsi, na nimekuwa katika taifa hili. Hakuna mtu mbinafsi kama ndugu Odinga. Na yote yale ambayo anafanya kwa maslahi yake. Alivyosema ndugu yangu Barack Muluka daktari,